Hii ni kama love story, lakini mwisho wa siku iligeuka kuwa majanga. Huyu bwana mkubwa, video inaanzia hapa ambapo unaona wapo kwenye basi, lakini basi lilikuwa likiyumba kidogo, anakuwa kama anamgusa hivi, yani kama wanabambiana hivi, inatokea shoti na kupelekea hisia zao kupanda kweli. Nadhani hii sio ngeni kwa wakazi wa Dar es Salaam, jinsi ambavyo huwa tunapanda kwenye daladala, na hili sio tukio la kushangaza kuona watu wanabambiana, mwisho wa siku hisia zinapanda. Lakini bwana mkubwa akawa amenogewa kweli. Safari wakati inaendelea, huyu mwanamke baadaye akawa amemgeukia mwamba, wakawa kama wanaendelea tena kugusana hivyo. Lakini mwisho wa siku huyu mwanamke akawa amefika kwenye kituo ambacho anatakiwa kushuka na endelee na safari zake, lakini kwa sababu mwamba alikuwa tayari ameshaingiwa na tamaa na hisia kweli, ikabidi naye ashuke amfuate huyu mwanamke huko ambako anaelekea. Baada ya kushuka, akamkuta huyu mwanamke akiwa amekaa katika hilo daraja. Baada ya kumfuata yule mwanamke, hajaongea naye hata kitu chochote. Yule mwanamke akawa ameinuka na kuondoka, akawa anaelekea kule ambako alikuwa anaelekea yeye kama yeye. Bwana mkubwa, kutokana na hisia zinamsukuma na tamaa ambayo alikuwa nayo tayari katika kichwa chake, ikabidi amfuate huyu mwanamke. Wakati anamfuata huyu mwanamke, akamkuta huyu mwanamke yuko anaongea na huyo bwana mkubwa ambaye ni kama kibabu fulani hivi. Wakati anapiga naye story, ilikuwa kama kuna kaugombe fulani hivi. Bwana mkubwa akasogea, anataka ajue kipi kinaendelea. Yule mwanamke akachana na huyo kibabu, akaondoka, akapandisha ngazi na kuelekea kusikojulikana. Bwana mkubwa kutokana na tamaa akaamua amfuate huyu mwanamke, lakini kabla hajamfuata, huyu mzee ambaye alikuwa anagombana na huyu mwanamke akamkataza, akamwambia usimfuate huyo mwanamke, huko unakoenda sio salama. Lakini jamaa akaendelea kuleta tamaa. Vipi, unahisi nini kitamkuta bwana mkubwa? Hakikisha umenifollow ili kupata sehemu inayofuata. See you next time, ni Muzikale Star. Story yetu inaanzia hapa ambapo huyu bidada aliingia bafuni. Baada ya kuingia bafuni akamkuta bwana mkubwa akiwa yuko uchi kabisa. Maana yake aliliona dude. Baada ya kuliona akashtuka, baadaye akafumba macho na kuzuga ya kwamba hakuna alichokiona. Ndipo baadaye akawa ametoka huyu bidada na kuondoka. Bwana mkubwa baada ya kumaliza kuoga akawa amekuja sebleni. Lakini baada ya kufika sebleni anakuta bidada anaibu kweli, akiwa anamuogopa. Yani kila anachokifanya anakifanya kwa aibu kutokana na kile ambacho ameshakiona kutoka kwa bwana mkubwa hapa. Hii story inafurahisha. Endelea kuangalia mwanzo hadi mwisho nikuelezee. Baada ya kuonekana ya kwamba anaibu sana, bwana mkubwa hapa ama kijana huyu akawa ameshtuka, akawa anamuona kama binti hayupo sawa. Lakini bwana mkubwa akauchukulia kama fursa, akawa ni mtu wa majigambo sana. Mwisho wa siku bwana mkubwa akawa ameondoka, ama huyu kijana akawa ameondoka. Huyu bidada akawa amekutana na marafiki zake bwana. Amekutana na marafiki zake, akawa anahadisia kile ambacho amekiona. Inasemekana ya kwamba aliona kitu ambacho ni kikubwa kweli, ambapo ilipelekea yeye kumpenda na kuvutiwa na huyu kijana. Hii story bwana inafurahisha. Baada ya hapo wale marafiki zake kama unavyojua wapambe nuksi, ikabidi wampambe ya kwamba amfate na mchane ukweli ya kwamba anampenda. Siku moja wakati huyu kijana yupo na mdogo wake nyumbani, mlangoni kukawa kuna mtu amebisha hodi. Kwenda kuangalia mlangoni akamkuta ni huyu bidada ambaye aliona dhakali yake. Baada ya kufika pale, huyu dada akaja kumwalika kwamba kuna party sehemu inatakiwa aende. Bwana mkubwa akawa ana hesitate, akawa kama anajifikiria, nataka staki kwenda, lakini mdogo wake akaforce na kusema ya kwamba brother utaenda. Ndipo akawa amemsibirishia hilo na bwana mkubwa akasema anaenda kuhudhuria hiyo party. Unahisi nini ambacho kitatokea huko kwenye hiyo party? Hakikisha umenifollow ili kupata mwendelezo wa video hii. See you next time, ni Muzikale Star. Sehemu yetu ya kwanza ilishia hapa ambapo huyu bidada alisimamisha gari ghafla sana. Bwana mdogo akamuuliza, "Kwa nini umesimamisha gari halafu ni haraka hivi?" Bidada akamuuliza, "Vipi, ulifurahishwa na ulichokiona?" Bwana mdogo akajifanya akumbuki chochote, akasema ya kwamba hakuna nilichokiona wala sijaona chochote kile. Bidada ikabidi amkazie. Bwana mdogo ndipo akaamua kukubali na kukilia kwamba aliona lakini hakuzamilia na ilikuwa ni bahati mbaya tu, hakufanya makusudi. Ndipo bidada akamwambia hivi, "Kwa sababu ushaona ya kwangu na mimi ni zamu yangu kuiona ya kwako." Baada ya kumwambia hivyo bwana mdogo akashtuka, akawaza, "Huyu dada amezamilia nini? Na anataka kunifanya nini?" Ikabidi bidada amuelezee kitu ambacho bwana mdogo anatakiwa kukifanya. Baada ya kuwa ameshaelezewa bwana mdogo na kuelewa, ikabidi aende kusimama mbele ya gari kama alivyoambiwa, akiwa amevua nguo zake zote, amebaki na boxer peke yake. Lakini bidada akasema, "Siwezi nikalizika kuangalia boxer. Shusha na hiyo boxer." Bwana mdogo kwa sababu tayari alikuwa shazama penzini kwa udada, ikabidi afanye kama ambavyo alikuwa anaambiwa. Akaishusha na ile nguo. Bidada alifurahi sana na kucheka na akaenjoy kweli. Baadaye akawasha gari, akawa anaenda kama kumgonga bwana mdogo kwa spidi, lakini bwana mdogo alikwepa lile gari. Baada ya kulikwepa, bidada akafika na simamisha gari, kisha akamuonyesha nguo zake zote, akakimbia nazo. Maana bwana mdogo amebaki hapo akiwa yupo mtupu kweli na hasijui ataendaje nyumbani. Ndipo bwana mdogo akaamua kuwaza nje ya boksi. Akachukua litairi la gari hili. Sina idea ilitoa wapi. Akachukua ile litairi la gari akawa anakimbia nalo, amezuia,
asije akaonekana akiwa yupo mtupu. Akakutana na hao wazee wakawa wanamchekea, wakaona kweli kizazi cha Gen Z kimeshachanganyikiwa kweli kweli. Ndipo huyu bidada akawa anamfuatilia mdogo mdogo na gari, wakawa wanapiga story hivi. Unafikiri nini kitaendelea hapa? See you next time, my name is Palesa Star.